أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kumtakia ziada ya rehema na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunaendelea na darasa tukiwa katika mlango wa nikah. وعن عامر بن عبد الله بن زبير عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعلنوا النكاح. Hadithi yetu ya kwanza katika darasa letu la leo ambayo inasimuliwa na Amir bin Abdullah ambaye amepokea hadithi hii kutoka kwa baba yake. Amir bin Abdullah ni tabi. Amesikia hadithi hii kutoka kwa baba yake ambaye anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema a'linu nikaha, zitangazeni ndoa. Ndoa hazitakiwi ziwe kwa siri. Sasa katika maelezo wanazoona wameelezea lengo la kutangazwa ndoa ili tofautiane na zina, uzinifu. Uzinifu ndio tunafanya kwa kificho, lakini ndoa inatakiwa itangazwe, na lengo la kutangaza ndoa iwe wazi, maana yake asije akadhaniwa mtu vibaya anapoonekana ameongozana na mke wake na watu hawajui kama ameoa. Zinaweza zikajengwa dhana mbaya, huyu bwana tabia hii ameanza lini? Sasa miongoni mwa malengo ya kutangaza ndoa, maana yake kuondosha shubha na kudhaniwa vibaya. Mtu anapokuwa ameongozana na mkewe, watu wakadhani hawa hawana ndoa kati yao kwa sababu hawakuisikia wala hawakuijua. Sasa inapokuwa imetangazwa, ile dhana zisizokuwa sahihi zinakuwa hazina nafasi tena. Watu wote wanafahamu, kama ni wa mtaa, ni wa eneo, wanafahamu fulani alioa na fulana aliolewa. Kwa hiyo swala la kudhaniwa vibaya linakuwa halipo tena. Ndoa zinatakiwa zitangazwe, lakini uchumba unakuwa ni siri. Uchumba utangazwe, ila ndoa inatangazwa. Sasa zipo hadithi zingine ambazo zinazungumzia swala la kwamba uchumba hautangazwi. Moja hadithi inataja kabisa ni uchumba, lakini hadithi nyingine ambayo inaongezea nguvu ni kwamba mambo yenu ya kheri msiyaweke wazi. Takeni msaada kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kuyaendea mambo yenu ya kheri kwa kuyaficha. Kwa nini? Fa inna kulla dhi ni'matin mahsudu, kwa sababu kila mwenye neema huwa anaonewa husda. Sasa hadithi ya kwanza imetaja kwamba ndoa zitangazwe. Qala al-Fawzan hadha al-hadith fihi wujub i'lani nikah. Hadithi hii inaonyesha kwamba kutangaza ndoa ni lazima, kwa sababu kuja ni amri. Tangazeni ndoa, msizifiche. Maana yake hakuna kuoa kwa siri siri, wala yakuna sirran, na ndoa isiwe ni asiri. Maelezo ya Sheikh Fauzani, bali yajibu i'lanuhu, bali ni lazima ndoa itangazwe. Farqan bainahu wa baina zina, lengo ni kutofautisha ndoa na uzinifu. Kwenye uzinifu ndio watu wataki kabisa ijulikane kwamba yeye ana tabia hiyo, lakini kwenye ndoa inatakiwa itangazwe. وعن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. Hadithi ya pili, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hakuna ndoa itakayokuwa imekamilika, itakayokuwa sahihi kama itakosa wali. La nikaha illa biwaliyin, maana yake ndoa hiyo ikikosa wali, ndoa inakuwa ni batili. Ili ndoa iwe sahihi isibatilike, lazima apatikane wali, msimamizi. Na msimamizi ni upande wa binti anayeolewa. Mwanaume huwa hana msimamizi.
ni yule anayeolewa lazima awe na msimamizi. Sasa wali ni nani? Wali ni maasaba wa huyo binti anayeolewa. Tutajikumbusha kidogo katika mirathi tuliposema asaba. Asaba tunakumbuka ni watu wa aina gani? Ni wale ambao katika mirathi wao hawana mafungu maalumu, wanasubiri kinachobaki. Inawezekana akasubiri kinachobaki na akakosa, asipate chochote kile kulingana na daraja yake, lakini wengine akisubiri kinachobaki fungu lake lazima liwe kubwa kulingana na daraja yake. Sasa asaba ni baba, babu, mtoto wa kiume, kaka, hao wote ni maasaba. Baba mkubwa, baba mdogo, hao wote ni maasaba. Na katika mirathi hawa hawana mafungu maalum isipokuwa baba na babu. Katika baadhi ya mazingira baba ndio ana fungu maalum, lakini pia anaweza asiwe na fungu maalum, na babu hivyo hivyo. Lakini hao wengine wote waliotajwa hawana mafungu maalum, wanasubiri kinachobaki. Sasa wali ni asaba wa huyo mwanamke. Maana yake ni baba wa binti anayeolewa ndio wali, na ndio wali namba moja. Babu mzaa baba, na maasaba wote wanakuwa upande wa kiumeni na sio upande wa kike. Sio babu mzaa mama, ni babu mzaa baba. Ammu, baba mkubwa au baba mdogo, ni asaba. Kaka wa huyo binti anayeolewa ni asaba. Lakini na ibnu, mtoto wa kiume wa huyo anayeolewa, kama ana mtoto aliyofikia umri wa kuweza kulisimamia hilo, basi pia vile vile anakuwa asaba. Inatofautiana tu namba, huyu anashika namba ngapi, huyu anashika namba ngapi, lakini hawa wote hawa ni maasaba. Tumetaja mpaka mtoto ibnu, mtoto wa kiume anaweza kusimamia ndoa ya mama yake. Inasimuliwa wakati Ummu Salama ameposwa na Mtume sallallahu alaihi wasallama, anataka kuolewa, alimwambia mwanae anaitwa Umar, qum ya ghulam fazawwij Rasulullah. Riwaya nyingine ikasema fazawijni, simama kijana niozeshe kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ilikuwa kijana wa kiume anamsimamia mama yake, ni wali wa mama yake. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hakuna ndoa itakayokuwa sahihi ikikosa wali. Rawa al-Imam Ahmad an al-Hasan an Umran bin al-Husaini marfu'an la nikaha illa biwaliyin wa shahidain. Riwaya ambayo imepokea Imamu Ahmad haijaishia kumtaja wali tu, imetaja wali na mashahidi wawili. Hakuna ndoa itakayokuwa sahihi, maana yake yakikosekana masharti ndoa hiyo itakuwa ni batili. Ikikosa wali lakini na mashahidi wawili, basi ndoa hiyo itakuwa ni batili. Maana yake lazima apatikane wali, msimamizi wa huyo binti anayeolewa, lakini pia vile vile wapatikane mashahidi wawili. Hiyo ilikuwa ni hadithi ya pili kwa riwaya mbili tofauti. Hii ya pili kwa ni riwaya. Hadithi ya tatu, wa Aisha radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'atin nakahat bighairi idhni waliha, mwanamke yoyote yule atakayeolewa bila ya idhni ya wali wake, fanikahuha batilun, ndoa yake ni batili. Mwanamke yoyote yule atakayeolewa bila ya idhni ya wali wake, pametajwa neno idhni, maana kaolewa lakini wali hajatoa idhni, basi ndoa yake itakuwa ni batili. Fa in dakhala biha falaha almahru, ikitokea ndoa imefungishwa katika mazingira kama haya, wali hajatoa idhni na binti kashaolewa, kakutana na mumewe, basi atastahili kupata mahari. Hadithi imesema hivi, falaha almahru, ni haki yake kupata mahari, bimastahalla min farjiha, kutokana na kitendo cha bwana kukutana naye, pamoja na kwamba huku nyuma taratibu zilikosewa, wali hakutoa idhni, ndoa imepita, inawezekana kwa kutokujua au kwa kujua, na yakaendelea kati ya mume na mke yale ambayo tunayafahamu, basi huyu binti anastahili kupewa mahari.
Fa inishtajaru, ikitokea sasa wamepishana sasa mawali, wamepishana mawali katika maelezo, ima wali hataki, binti kapata mtu ambaye ni kufu, ana vigezo ambavyo huku nyuma tulisha kuvipitia hivyo vigezo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuelekeza vipi kijana anapotaka kuoa angalie nini, na familia inapotaka kuozesha binti waangalie sifa gani alizonazo huyo kijana. Kapatikana kijana ana vigezo kila kitu, lakini wali hataki. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema fa inishtajaru, ikitokea wakapishana wakazozana, fasultanu, kiongozi sasa, waliyu man la waliya la, atakuwa ni wali wa yule ambaye hana wali. Mawali wamepishana, hawataki, hawana sababu ya msingi, hawana sababu. Inawezekana wana sababu, lakini si sababu ya msingi kisheria. Inakuwaje? Huyu binti anaolewa na anasimamiwa na sultan. As-sultan waliyu liman la waliya la. Sasa haya maneno yamekuja baada ya kwamba mawali wamepishana, ima kwa kukosekana au hawajaunga mkono, wanazuia ndoa isifungwe, binti asiolewe, halafu hawana sababu ya msingi ya kisheria. Wakiwa na sababu ya msingi inayokubalika kisheria, hilo ni swala nyingine, ni kesi nyingine kabisa. Hawana sababu ya msingi inayokubalika kisheria, hawataki. Katika mambo ambayo hatakiwi kucheleweshwa, yale mambo matatu yale, moja ni hili: binti anapopata mtu ambaye ana vigezo, basi asicheleweshe kuozeshwa. Sasa mawali hawana sababu ya msingi kisheria, hawataki tu. Huyu binti ataolewa na msimamizi wake atakuwa ni kiongozi. Akhrajahu al-arba'a illa an-Nasa'i. Kwa hadithi hizo tatu, hadithi ya kwanza ikielezea ndoa itangazwe isiwe kwa siri ili kutofautisha kati ya ndoa na uzinifu. Hadithi ya pili ambayo imekuja na riwaya mbili tofauti kwamba hakuna ndoa itakayokuwa sahihi bila ya kuwa na wali. Riwaya ya pili ikasema hakuna ndoa itakayokuwa sahihi bila ya kupatikana wali na mashahidi wawili. Na hadithi ya tatu, yule binti ambaye ataolewa bila ya idhni ya wali wake. Binti yeye ni ridhaa yake, binti anatakiwa aridhike, wali atoe idhni. Na ndio maana hata katika kuozesha wali anatakiwa aseme maneno ambayo anaelekezwa. Sasa mara nyingi tunadhani kwamba shehe ndo anafungisha ndoa, shehe anaelekeza tu, lakini anayefungisha ndoa ni yule wali. Kwa hiyo shehe anamwambia wali, ninakuozesha, na anarudia, ninakuozesha binti yangu, kama ni binti, kama ni kaka, kama ni dada, kama ni mjukuu, ninakuozesha mjukuu wangu, ninakuozesha binti yangu, ninakuozesha dada yangu kwa idhni yangu na ridhaa yake. Ridhaa ni ya binti anayeolewa, idhni ni ya wali. Sasa hadithi ya tatu imesema binti atakayeolewa bila ya ridhaa ya wali wake, ndoa yake itakuwa ni batili. Pamoja na ubatili huo, inawezekana watu kwa kuto kujua, wali wanamuona yupo lakini kumbe hajaridhika. Ndoa ikapita, maisha yakaendelea, wanakuja jua baadaye kwamba wali alikuwepo lakini hakuridhika. Maana yake ni ndoa batili. Kwa maelezo ya hadithi, ndoa batili. Nini kifanyike? Wanasahihisha sasa ndoa moja. Inawezekana ni kurudia tena ndoa, kufungishwa na kumtaka rai wali, lakini ishapita na mahari kishapewa, ana mahari bado. Kwa hadithi Mtume anasema ikitokea kwamba ndoa imefungishwa katika utaratibu huo, wali hakutoa ridhaa, hakutoa idhni, na ndoa ikafungwa, ndoa hiyo ni batili. Kati ya mume na mke yakapita iliyopita kati yao, mke anastahili kupata mahari. Haijalishi mtakwenda kurekebisha makosa yaliyofanyika au ndio basi tena, lakini huyu anastahili kupata mahari. Mimi ndio yenyewe, kama ndio hivyo basi, kumbe wali mwenyewe alikuwa hajaridhika, mimi basi ndio hii sihitaji tena, lazima utoe mahari. Mengine nilikuwa siyajui, mahari ni haki yake kwa hadithi hii. Falaha almahru, mwanamke atakuwa na haki ya kupata mahari. Hadithi kamalizia ikitokea mawali wamepishana au mawali wamepinga bila ya sababu ya msingi kisheria, basi huyu binti ataozeshwa na kiongozi wa Kiislamu wa eneo husika.
ndio maana ya sultan. Vinginevyo hata kesi ya namna hiyo ya sura kama hiyo imetokea Magubike, ilikuwa ni chief kadhi Dar es Salaam ndio akaozesha. Lakini chief kadhi ana makadhi wa mikoa na makadhi wa wilaya, watakwenda kushuka mpaka chini. Hao wote wanafanya kazi ya sultan. Kwa leo tutaishia hapa, na kama ilivyokuwa kawaida, kama kuna sehemu haijafahamika, mtu anataka istifsal zaidi, falyatafadhal mashkuran.